Wapendwa wasikilizaji wa redio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Alhamisi ya tarehe 31 ya mwezi wa 10 ya mwaka 2024, juma la 30 mwaka B wa kanisa. Neno la Mungu siku ya leo linatuhimiza kupiga vita uovu wote uliomo katika jamii zetu kwa kuwa na jicho la kuona, kusema wazi na kukemea bila kuogopa. Tunapofunga mwezi wa Rozari takatifu, tuoneshe mabadiliko chanya katika maisha yetu, tuwe watu wema kama mama yetu Bikira Maria alivyo mwema. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 6 aya ya 10 hadi ya 20. Na somo letu la Injili linatoka katika Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 13 aya ya 31 hadi ya 35. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya 13 aya ya 31 hadi ya 35. Siku moja Mafarisayo kadha wa kadha walimwendea Yesu wakamwambia, "Toka hapa uende mahali pengine, kwa sababu Herode anataka kukuua." Akawaambia, "Nendeni mkamwambie yule mbweha, tazama leo na kesho natoa pepo na kuponywa wagonjwa, siku ya 3 nakamilika. Pamoja na hayo imenipasa kushika njia yangu leo na kesho kutwa, kwa kuwa haimkini nabii aangamie nje ya Yerusalemu. Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe waliotumwa kwako, mara ngapi nimetaka kuwakusanya watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo vifaranga vyake chini ya mbawa zake, wala hamkutaka. Angalieni, mmeachiwa nyumba yenu. Nami nawaambia, hamtaniona tena kamwe, hata mtakaposema, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana." Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Tafakari. Wapendwa, uovu ulioshamiri katika maisha yetu, hususani katika jamii zetu, hurudisha nyuma maendeleo na ustawi wa watu wa Mungu kimwili na kiroho. Hivyo unamfanya mwanadamu aliye mfano na sura ya Mungu kupoteza ufanano huo na Mungu na kubaki katika mahangaiko ya kujitafuta mwenyewe pasipo kujipata. Kumfanya mwanadamu na jamii nzima kwa ujumla kubaki na hali duni kimaisha, kiwa na hofu na mashaka juu ya kesho. Ni ukweli usiopingika kwamba uovu huu mara nyingi umekuwa ukifanywa na watu wenye nafasi za juu, mathalani katika serikali na siasa kwa ujumla, pamoja na viongozi wengine, ambapo wanachukua nafasi ya Mungu na wanakuwa miungu wengine wa kuabudiwa na kuto kusahihishwa wanapokosea. Wakandamiza watu wa chini kwa maslahi yao binafsi. Na katika somo la Injili tulilosikia hivi punde, Yesu Kristo katika kukemea uovu uliofanywa na Herode mtawala wa Kirumi, aliyetumia vibaya mamlaka yake kwa kugandamiza wanyonge, kuwatesa na kuwaua waliotetea ukweli. Hivyo Yesu anajikuta katika vitisho vikali vya kutaka kuuawa na Herode. Baadhi ya Mafarisayo walimfuata Yesu na kumwambia akimbie. Vitisho hivi vilimkwaza sana
Yesu na kuwajibu kwa ukali akisema, nendeni mkamwambie huyo mbweha, tazama leo na kesho ninafukuza pepo wabaya na kuponya wagonjwa. Siku ya tatu ninamaliza kazi yangu. Rejea Injili tuliyosikia leo aya ya 32. Wapendwa, mbweha ni lugha ya picha yenye maana ya mharibifu. Yesu Kristo haogopi kumwita Herode mbweha kwa sababu alitumia vibaya madaraka ya kisiasa aliyokuwa nayo na kuharibu ustawi wa watu. Yesu anawaasa wafuasi wake wasiwe kama huyo. Siku 3 alizotumia kutoa pepo na kuponya wagonjwa ni utimilifu wa kazi yake ndani ya Yerusalemu ya kuwakomboa na kuwaponya watu waliokuwa wamekandamizwa na utawala wa Kirumi, lakini pia ni dokezo juu ya mateso, kifo na ufufuko wake. Anaendelea kuukemea mji wa Yerusalemu juu ya maovu ya watu wake na ugumu wa mioyo yao waliokuwa wanawatesa na kuwaua manabii na waliotumwa kuwaletea habari njema kwa kuwapiga mawe. Yesu anawasihi wafanye mabadiliko, maana bahati haiji mara mbili. Wapendwa, katika maisha yetu na katika jamii zetu yapo maovu mengi tunayoshuhudia yakitendeka. Mfano, rushwa, utekaji wa watu kuuawa bila hatia, wizi, unyanyasaji wa watoto na wanawake, biashara haramu za watu kujiuza na kuuzwa na mengine mengi. Haya yote tunapaswa kuyakemea kwa ukali bila kuogopa vitisho kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyofanya. Maana Mungu mwenyewe alituahidi akisema, atatufunika kwa mabawa yake, tutapata usalama kwake. Mkono wake utatulinda na kutukinga, hatuna haja ya kuogopa. Rejea Zaburi ya 91 aya 4 hadi ya 5a. Wapendwa, vita hii juu ya uovu tutaweza kuishinda pale tu tutakapoweza kuzivaa silaha za Mungu, yaani ukweli, uadilifu, imani na kulijua neno la Mungu na kuongozwa nalo, kama Mtume Paulo anavyowaasa wa Efeso. Rejea somo la kwanza. Leo tunapohitimisha mwezi wa Rozari Takatifu, tumwombe basi Mungu atusaidie kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria, msaada wa daima, tuweze kuzivaa silaha za Mungu na tuishinde vita hii ya uovu uliokithiri hasa katika jamii zetu za sasa. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Frate Danieli Lucas Jilumba kutoka Jimbo Katoliki la Shinyanga, ninayesoma masomo yangu ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume, Kipalapala, Tabora.